andika ujumbe huu: geuza mambo yanayonihusu ya kiroho na ya kimwili. Tafsiri yake ni nini? Inakufungulia mlango ulio wazi kuingia ulimwengu wa roho, kuyaondoa mabaya na kuyaita mema mazuri, kuyafungua, kuyaingia mabaya, kuyatoa na kuyaleta mema juu ya maisha ya mwamini. Yako mema yanapaswa kukufuata, ila yamekwisha ondolewa, lazima ujue kuyageuza. Yale mabaya yanayokufuata lazima ujue kuyabatilisha, kuyageuza yasije kwako, kwa sababu yameamliwa. Tafsiri ya mambo haya iko katika uwezo wa kiroho na ulimwengu wa damu na nyama. Tofauti yako ni namna unaona, ndivyo unaweza kugeuza matokeo. Namna unayachunguza mambo ya maisha unayoishi. Mema ni mangapi? Mabaya ni mangapi? Utofauti wa Kristo anayeamini na kuleta matokeo, utofauti wake uko katika kuona. Anayo imani lakini anaona. Utofauti wa mtu anayeona tofauti na mtu mwenye imani asiyeona mambo yanayomhusu kwenye ulimwengu wa roho na damu na nyama. Yaani hapo ulipo na kwenye nchi ya Tanzania na ulimwenguni, kuna mambo ya kupasayo kuyafanya na kuna mambo yanayokuhusu yawepo kwenye maisha yako. Namna ipi unaona rohoni? Namna ipi unaona mwilini? Kuna mtu hajanielewa. Utofauti ni wa kuona mambo mwilini, utofauti ni wa kuyaona mambo rohoni. Ulivyo rohoni ndivyo ulivyo mwilini, ulivyo mwilini ndivyo ulivyo rohoni. Zungumza na mtu kwenye lugha ngumu sana. Narudia tena. Ulivyo rohoni ndivyo ulivyo mwilini. Wewe ni tajiri wa rohoni ila mwilini ni maskini. Lazima uigeuze dola kuwa shilingi. Maana ndani yako unajua mimi ni tajiri, lakini kwenye damu na nyama ni maskini. Nini nimepungukiwa? Uwezo wa kuona kwamba mimi ni maskini katika mwili ila ni tajiri wa roho. Alafu kuna mtu anaona katika mwili kwamba yeye ni shama ila rohoni haoni. Yaani anajiona tajiri mwilini, kumbe rohoni tayari amepandiwa. Anajiona maskini mwilini ila rohoni ana utajiri. Utofauti ni kuona. Kitabu cha Kutoka sura ya 3. Tuanze mstari wa kwanza. Tuyatazame mambo ambavyo Mungu anafanya kwa mtu mmoja ambaye leo hii amekuwa nabii wa kwanza duniani. Biblia inasema, ndio, basi huyo Musa alikuwa akilichunga kundi ya Yethro mkwewe. Huyo Musa alikuwa akilichunga kundi la Yethro mkwewe, kuhani wa Midian. Akaliongoza kundi nyuma ya jangwa. Akasiku hiyo akaongoza kundi la kondoo mkwe wake kwenye jangwa. Akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Akafika mahali panaitwa mlima wa Mungu. Hebu sema mlima wa Mungu. Mlima wa Mungu. Ukifika mlima wa Mungu, namna ya kuona vitu unaonaje? Huu ni mlima wa Mungu leo kwa watakatifu. Namna ipi unaona? Namna ipi unaona rohoni na mwilini? Musa atafika na kondoo mahali pale. Ana misheni moja tu, anachunga kondoo wa baba mkwe Yethro. Hana habari ya mambo ya rohoni. Hana habari ya mambo ya rohoni. Hana habari ya vitu vinapokuja. Amefika tu kwenye mlima. Endelea kusoma. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Hii ni ajabu sana. Malaika wa Bwana akamtokea Musa akiwa katika ule mlima wa Mungu. Anasema yule malaika alikuwa namna ya moto katikati ya kijiti.
akatazama kile kijiti kiliwaka moto. Yaani anatazama kwenye kile kijiti, afu kijiti hakifanyaje? Kiteketee. Anatazama kile kijiti kinachowaka moto, alafu ndani yake anaona kile kijiti akifanyaje. Hivi ulishawahi kukaa ukaangalia moto alafu ukapata kuona cha ndani? Hii ni ajabu, ndio tofauti wa kuona. Yaani Biblia inafungua kitu ambacho mwanadamu mpaka mtu wa rohoni ndio anaweza kujua. Fungo la Mungu katika roho, utu wa mtu katika roho, uharibifu wa mtu katika roho, kusudi la Mungu katika roho ndani ya mtu. Musa akatazama kile kijiti, akakaza macho. Anaandika kitu cha ajabu sana. Nilipotazama kile kijiti kilikuwa kiteketee, ila kinawaka moto. Kuna kitu kinawaka moto kisiteketee? Yaani uchukue mtu uweke moto alafu usiharibike. Hii ni ajabu. Musa anasema nikakaza, nikageuka nitazame. Nini maana ya maono haya? Nini maana ya maono haya? Nini maana ya maono haya? Hebu rudia kusoma mtu anielewe. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama. Na kumbe kile kijiti kiliwaka moto. Kile kijiti kiliwaka moto. Nacho kijiti hakikuteketea. Alafu kile kijiti hakikuteketea. Musa akasema, nitageuka sasa. Nitageuka sasa. Niyaone maono haya makubwa. Niyaone haya maono, maana kwenye ulimwengu wa damu na nyama nimeona, ila sasa nataka nione rohoni. Yes. Na sababu kijiti hiki hakiteketei. Sababu ipi ya mambo ya rohoni hiki kijiti hakiteketei? Mwilini nimeona moto, mwilini nimeona kijiti kisichoteketea. Anasema hapana, sitabaki mwilini, nageuka. Maana yake naingia ulimwengu wa roho, nitazame nini maana ya maono haya. Kuna kitu gani Bwana anataka kufanya? Kuna misheni gani inaendelea katika ulimwengu wa roho? Je, ni ufalme wa Mungu kweli, au kuna miujiza itengenezwayo na kazi za giza? Nitageuka sasa, niyatazame nini maana ya maono haya. Na Biblia yako imeandikwa hivyo. Hebu soma hapo. Nitageuka sasa. Anasema nitageuka sasa. Niyaone maono haya makubwa. Niyaone. Kuna utofauti wa kutazama na kuona. Amen. Kutazama na, yaani nikikutazama hujui mimi naona nini. Yaani nikikutazama haujui ninaona nini kwenye uso wako, ninaona nini ndani yako. Musa anachokisema mahali hapa, anazungumza juu ya namna ambavyo mambo yanaweza yakabadilika, kugeuza matokeo ya mwili kwenda rohoni, kuyageuza mambo yasiyokuwepo yakawepo. Hebu assume Musa asingesema naenda rohoni, ni nini kingehappen? Angebaki katika utumwa wa baba yake. Ila aliposema sasa nitageuka, alafu terminology inayotumika, mwanzo aliona, sasa nitazame. Niyatazame, si ndio? Niyatazame. Kwa nini jambo hili linatokea halafu kijiti hakiteketei? Kipindi anataka kutembea rohoni, anataka kufungua mafumbo ya roho. Sikiliza kitu anachokutana nacho. Anakutana na message tofauti kabisa, kwa sababu umetaka kuyajua ya rohoni. Ya rohoni ndio haya. Ya rohoni sasa ndio. Kwa nini kijiti hakiteketei? Kwa nini kijiti hakiteketei? Mungu anafunua misheni ya Misri juu ya wana wa Israeli.
Kuna watu wanaishi kule wanapitia mateso. Taifa langu linapitia mateso, liko kwenye moto haliteketei, liko kwenye moto hawafi, ila wako kwenye mateso yasiyo ya kawaida. Tafsiri yake katika kijiji alikuwa anaonyeshwa taifa la Israeli liko kwenye mateso. Nitakaza nigeuke niyatazame nini maana ya maono haya. Musa alipogeuka anakutana na message ambayo hakuifikiria. Endelea kusoma Biblia yako inasema. Bwana alipoona kuwa amegeuka ili atazame. Bwana alipoona kuwa amegeuka ili atazame, Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti. Nisikilize mwanangu, Mungu hajaacha kusema na wanadamu. Hajaacha kuzungumza na wewe kwa maono, kwa ndoto na kwa sisi wahubiri. Hajaacha kuzungumza, iwe kukukemea, iwe kukuongoza, iwe kukubariki. Hajawahi kunyamaza. Ila utofauti wa Samuel na Samuel ni namna ya kugeuka na kutazama namna Mungu anazungumza. Person tofauti ni namna ya kugeuka na kuyatazama maisha yako rohoni. Kwa nini nina mikwamo ya kihuduma? Kwa nini nina mikwamo ya kibiashara? Kwa nini nina mikwamo ya ndoa? Kwa nini nina mikwamo ya fedha? Nitageuka. Siku ukigeuka, Mungu anakutoa kwenye moto, nakwambia njoo, njoo, njoo. Kuna mtu alibeba baraka zako, nimekuandalia, kwa sababu tayari umesema nitageuka. Kwa nini Joramu amekuwa mkali kwangu? Mungu ndani yangu anakataa usiharibike. Mungu ndani yangu anataka uwe baraka katikati ya wanaomcha Bwana. Kwa nini nabii anatoa unabii? Mungu ndani yangu anataka uwe baraka na ustawi. Nitageuka. Kwa nini nabii anatoa prophecy alafu aziwi kwangu? Kuna mahali hujasimama kiroho, kuna mahali hujatazama unabii. Unabii si kitu chepesi kama watu wanavyofikiria. Imemgharimu Mungu, imegharimu na mtumishi kabisa. Ninakwambia huwa inamgharimu mtumishi na imemgharimu Mungu. Huu ni utofauti wa watu. Inua mkono wako, sema Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Niweze kufahamu. Niweze kufahamu. Katika mambo ya rohoni. Katika mambo ya rohoni. Niyageukie. Niyageukie. Na ya mambo ya mwilini. Na mambo ya mwilini. Niyatazame. Niyatazame. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nikasema unafahamu maisha yako ya mwilini. Yaani mwilini unafahamu maisha yako. Ile baraka Mungu amekuandalia. Zile hatua Mungu ameziandaa ili ufike. Yale maelfu Mungu amekuandalia yawepo kwako. Ule ukuu Mungu ameuweka ndani yako, katika mwili unaufahamu. Hizi ni siri ambazo huwa nazitoa. Ukiona mtu maskini sana, ni mtu aliyezaliwa katika mlango wa kiroho kufanikiwa sana, ila akadakwa rohoni. Ukiona mtu anakataliwa sana, wewe unajua huyo mtu amezaliwa na kibali katikati ya watoto wengi sana, ila hicho kibali kilidakwa rohoni kabla hakijageuka. Biblia inasemaje? Kito ni kitu chema. Kibali, nyota, elimu, ufahamu ni kito. Kikidakwa kabla hakijageuka, yani hicho kito kina majira ya kugeuka. Wamesoma, lakini kama kito cha elimu hakijageuka, hakuna maisha. Wala kipawa, kama hicho kipawa hakijageuka, hakuna maisha. Lakini kuna watu kito kimekuwa chema, alafu ikafika majira kikageuka.
kilipogeuka kikageuza maisha kabisa. Hajabaki kama jinsi alivyo. Aliyatazama rohoni na mwilini kwamba hiki kitu kitanifanya nifanikiwe. Leo hii kuna watu wanaangalia mpira na wanaupenda ulimwenguni kote, ni kitu tu. Inawezekana mtoto wako umemkemea sana kucheza mpira, alafu wewe unaenda bandani kuangalia mpira. Inawezekana wazazi wako walikukemea sana kwenye makanisa ya Kipentekoste, siku walipopigwa mishale wakatafuta mchungaji wa Kipentekoste. Kipindi hakijageuka kinaonekana kama ni upumbavu. Leo hii wahubiri wakubwa wakikwambia historia zao zinachekesha. Walichekwa, walikataliwa, wakaonekana wanapoteza muda, maana walikuwa wanakitembelea kito. Alafu majira ilipofika kikageuka, maelfu yamekaa yanasikiliza wise, yanasikiliza maarifa, yanasikiliza hekima, kito kimepinduka. Hata kama akicheka watu wanalipenda tu, halihubiri vitu vikubwa, ila kito kimegeuka. Haleluya. Jua thamani. Hivi ushawahi kuingia kwenye ulimwengu wa roho ukajua kitu cha thamani ulichokibeba, alafu ukaambia Bwana, kwa majira kigeuke? Unaweza ukabaki na ukuu afu hujageuka. Unaweza ukabaki na kipawa hakijageuka. Unaweza ukabaki na chochote hakijageuka. Ingia rohoni, mwambie Bwana, nimebeba kitu cha wokovu. Nimebeba kitu cha wokovu. Hiki kitu cha wokovu, majira kigeukapo mtu anafanikiwa. Nafanikiwa kwa namna gani? Kwenye wokovu mimi ni nani? Kazini kito ndo kimekuweka. Pindi kigeukapo unafanikiwa. Ndani yako una kitu kimekuweka cha elimu. Ndani yako una kitu cha nini? Cha wokovu. Vyote ni vito. Kilichogeuza historia ya Danieli ni kitu tu, hekima ya Mungu ndani yake. Kilichogeuza maisha ya Yusufu ni kitu chema katikati ya magumu akiwa gerezani. Pindi kigeukapo, kinageuka kwa namna ipi? Kwenye ndoto. Sio ndani yake kwa mwokaji, sio ndani yake kwa mnyweshaji. Ili kuweka nini? Foundation. Wakasema hapana. Sasa kule kwa wakuu, maana aliota ndoto ya wakuu. Sasa foundation ipo, saa ya kuwa mkuu inafika, napeleka habari kwa mkuu alafu naifuta. Hakuna wezaye kufungua hilo jambo. Nisikilize. Mwambie Bwana, katikati ya hawa watu ofisini, kito cha wokovu kinifanya nipenye. Tuna elimu sawa, lakini kito cha wokovu kitanifanya nipenye katikati yao. Siku wanasema tunataka mtu mwenye hekima. Nani mwenye hekima? Unatafuta mtu aliyeokoka, ndani yake amejaa roho ya hekima, ndani yake anayejua mabaya alafu ananyamaza, ndani yake anashauri kwa hekima. Hicho ni kito kiwe juu yako, kigeuke kazini kwako, na yageuza mambo rohoni, na yageuza mambo serikali, na yageuza mambo ofisi, yageuke kwenye mtaa, yageuke kwenye family, katika jina la Yesu. Sema amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kasema nitageuka niyatazame mambo haya. Kuna mambo mema Mungu amekuandalia. Yale umeona kwenye ndoto na kwenye maono, yote ni mambo Mungu amekuandalia. Yako wapi mpaka leo? Yako wapi mpaka leo? Mwambie Bwana, yamefungwa kwenye kito. Yaani habari zote njema ulizozilisikia zimefungwa kwenye kipawa ulicho nacho. Yaani unaniona mimi, siku ukiniona naendesha gari ni kwenye kipawa. Siku ukiniona nimejenga nyumba ni kwenye kipawa. Siku ukiona nimevaa suti ni kwenye kipawa. Si kingine. Ndani yako ni kipawa. Siku kikigeuka kinaleta suti. Siku kikigeuka kinaleta gari. Siku kikigeuka kinaleta mume na iwe kwako kwa jina la Yesu. Na Musa akasema nitageuka. Leo nayageuza mambo kwa jina la Yesu. Nageuza matokeo ya Bwana yawe juu yako. Mabaya
asikupate, giza lisikufunike katika jina la Yesu aliye hai. Nuru ikufungukie, nuru ya rohoni, nuru ya ufahamu, nuru ya Bwana, kibali cha Yawe, neema juu ya neema. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yako mema Mungu ametuandalia. Alafu kuna majira yanafika unakutana na magumu. Acha nijaribu kukuonyesha hiki kitabu cha Isaya 38. Tuanze mstari wa kwanza alafu tuone wa pili. Nini unashindwa? Wapi umefeli? Binti yangu, mambo hayajapita ila wewe ndio umefeli. Miaka haijakuacha ila wewe ndio umeiacha miaka. Soma Isaya 38:1. Siku hizo Ezekia aliugua. Siku hizo Ezekia akaugua. Akawa katika hatari ya kufa. Toa jina Ezekia, ingiza la kwako. Siku hiyo ilikuwa ni ya namna gani? Siku hiyo mabaya yalionekana kwa kiwango gani? Hatari ipi ilionekana? Uharibifu upi ulipatikana? Siku hiyo Ezekia alikuwa kwenye hatari. Wewe ulikuwa kwenye hatari ipi? Wewe uko kwenye hatari ipi? Majira haya uko kwenye hatari ipi? Uko kwenye motion ipi? Uko kwenye uharibifu upi? Uko kwenye mapito yapi? Uko kwenye magumu yapi? Inawezekana kugeuza matokeo tena. Inawezekana. Hezekia katika hatari ya kufa. Sembushe wewe haumwi. Sembushe wewe. Yaani kuna tu vitu tu. Sijifunze kwa Ezekia. Anaitwa mfalme. Ezekia mfalme. Alikuwa na uwezo wa kusema hivi, waombaji wote hebu njooni hapa, kaeni malangoni. Muombe mpaka nisife. Si mfalme. Muombe mpaka msemesheni Mungu wenu mpaka. Alikuwa na huo uwezo. Ila tofauti ni kuyatazama mama kwamba haya ni maisha yangu. Haya ni maisha. Akawa katika hatari ya hivi. Unajua hatari? Biblia ikiandika neno hatari ni hatari, ni hatari. Ikisema hatari ni hatari, sio haikuwahi kujulikana. Yaani kama Ezekia ungekutana naye, angekupa historia ya kuwa katika hatari. Hivi ulishawahi kukutana mtu yuko kwenye hatari ya kufa? Madaktari wameshindwa, kila kitu kimefeli. Yaani madaktari wanasema kwa kweli tumetumia, kote zinahama tu. Zinahama, yaani kila kitu kimetumika, wanasema tumetumia uwezo, tumetumia akili, tumetumia vifaa, tumetumia, yaani kama una akaunti mpaka akaunti inaanza kushuka, ametumia uwezo wake, lakini yuko kwenye hatari ya kufa. Hii message imetoka kwa nani? Kwa nabii. Ila mkuta mfalme Ezekia. Isaya mwana wa Amozi anaingia kwenye malango ya Ezekia. Pia Ezekia mzee, nisikilize. Tengeneza mambo ya nyumbani kwako. Geukia jirani yako, mwambie tengeneza habari ya baraka zako. Maana Bwana amekataa usiwe maskini. Maana Bwana anataka ushinde umaskini. Tena Bwana anataka ufanikiwe. Hautakufa bila kufanikiwa. Nakataa usife kwenye umaskini katika jina la Yesu aliye hai. Wakiwepo matajiri Tanzania uwe wewe. Wakiwepo matajiri kwenye family uwe wewe. Maana Bwana amekataa mabaya. Watu waliobarikiwa uwe wewe katika jina la Yesu aliye hai. Wakiwepo wenye elimu wewe Bwana kushangaze. Wewe uwe juu ya vyote. Wenye elimu ache na elimu, Bwana akupe vitu, akupe nguvu ya ukwasi. Waache na elimu zao, Bwana akupe utajiri. Watakuheshimu wenye akili, watakuheshimu wenye elimu. Watakuja na elimu zao wakwambie, brother, dada, tunafanya nini? Aise, wenye elimu anasema hivi, kuna vitu unakosea katika utajiri ulionao. Kuna vitu unakosea. Weka hela tuweke akili, weka hela tuweke elimu. Mungu akupe hiyo neema. Napindua masikini wa ukoo, napindua masikini wa family, nageuza utajiri katika ulimwengu wa roho. Nuru kuikuzukie wewe.
uliyekaa kwenye giza la umasikini, uliyekaa kwenye giza la mikwamo, uliyekaa kwenye giza la kifedha, ninapindua maisha yako na yageuza mambo leo. Namuita Yesu Kristo, habari njema itaanzia kwako katika jina la Yesu. Semene. Ingia kwenye chumba cha siri, mwambie kuna umasikini na kataa, mwambie hivi kukosa nyumba na kataa, habari mbaya na kataa, magonjwa na kataa, mwambie napindua mambo, nageuza matokeo, sitakufa nitaishi, sitatembea kwenye umasikini nitatajirika, sitatembea kwenye mikwamo ninatogeuza, yanawezekana, nageuza kinabii leo, nageuza kwa jina la Yesu. Roho wa Bwana yu juu yangu, ameweka neno ndani yangu, kwa uwezo wa Bwana yageuke, mabaya yache mema, mabaya yaondoke yache mema, katika jina la Yesu. Semene. Mstari wa pili anasemaje Hezekia? Basi Hezekia akajigeuza. Hezekia akajigeuza. Musa anasema nikageuka, Hezekia anasema akajigeuza. Maana mahali ambapo nabii Isaya amesema naye, alisema naye magharibi, mahali ambapo alionana sura kwa sura, alafu majira anasema kama hili limetoka kwa nabii, haiwezekani kutoka kwa ustazi, haiwezekani kutoka kwa mchungaji, haiwezekani kutoka kwa mwinjilisti, ila ni kwa Bwana mwenyewe. Biblia inasema akajigeuza. My God, my Lord, na yapindua leo kwa jina la Yesu. Leo katika ulimwengu wa roho, Bwana akugeuze, na ibeba kibali chako kigeuke, kiwe kitu chema kwa jina la Yesu. Kipawa kigeuke, unabii ugeuke, nuru igeuke, nikulete destiny helper. Nitajigeuza. Endelea. Akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana. Akasema, sikiliza, akasema. Wewe waga unasema au unalia? Kuna maombi prophetic huwa hatulii wala hatununiki. Prophetic manto, unatamka, unapanda, uko kwenye hali ya kufa, naambia Bwana, kama nilivyokuelewa, sitakufa kwenye ujana, sitakufa kwenye ubinti, sitaharibika kwa jambo lolote. Unatamka, hata kama inauma unatamka, hata kama haitoki unatamka, hata kama haiwezekani unalazimika, hata kama umaskini ukatae, maana hiyo ni nguvu, tena ni roho, inaitwa roho ya maskini. Ushawahi kupeleleza? Inaitwa roho ya. Anza kuomba utajiri, uone vitu unapokutana navyo, ndio ujue maskini ni roho. Anza kuomba juu ya utajiri, uanze kuona mikwamo na vitu unavyokutana na mapepo, yani paka mizimu usiowahi kukutana nayo itainuka. Hata msimu wa bibi na babu ambao ulisikiaga historia kwamba alikuwepo bibi anaitwa Nyangumi, atainuka kwenye ulimwengu wa roho, maana umeenda kugonga mahali mizimu imesema hapana. Ule ufunuo nakupa, siku ukianza kuona makaburi yamefunguka, wewe unajua kuna kitu kinafufuka, kinarejea. Hamna mtu amenielewa? Siku ukiona makaburi, mizimu inatoka makaburini, wewe unajua kuna ustawi umeanza kuonekana ndani yako. Kasome Mathayo 28. Mwamba Master Jesus siku anafufuka saa 9 ile anafufuka. Alipofufuka, Biblia inasema makaburi yakafunguka. Kwa sababu ya kufufuka, makaburi yakafunguka, wakainuka watu walio wengi. Siku kitu chako kikianza kureji kwamba huyu anaenda haya to go izimina nani tunampinga? Nani tunampinga? Hamna ndoto iliyonitesa kama ndoto ya kuota tako liko nje. Yaani wewe katikati ya watu umevaa nguo tako liko nje.
Baba, hii ni roho gani umasikini? Imetoka wapi kwenye family? Kwenye ndoto. Unategemea nguo nzuri, unategemea ni utukufu ulioharibiwa, ila wewe ni baraka. Usiku jana juzi tulisema hivi, ulinifanyaje? Ulinivua nini? Ukanipa nini? Ukanivika nini? Ukanivika nini? Ukanivua mavazi ya magunia, ukanivika utukufu. Ukanifuta machozi, ukanipa. Ulinifuta machozi, ukanipa machezo. Nakataa na yapindua na yageuza mpaka mema ya kuingie, mpaka baraka zikuingie katika jina la Yesu. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Sasa haya mambo wewe yanaendana kwenye akili, kwenye nafsi na kwenye moyo. Kilichomwambia Hezekia ageuke ni nini? Kilichomwambia Musa ni roho, ni mambo ya roho, ni akili na moyo. Yaani Mungu hajafeli Mungu ndani yetu, ila akili na nafsi yako ndio zinamfelisha Mungu. Imani uko nayo, ila akili inakataa mambo ya imani. Imani uko nayo, ila moyo hauendani na mambo ya imani. Ni sawa unaelekea mashariki, ila moyo unaenda magharibi. Maanisha nasema vita vinatoka wapi kati yenu? Shinda ni yenu wenyewe. Akili inasema yes, moyo unasema haiwezekani. Akili inasema inuka, moyo unasema hapana, watanionaje? Unapigana vita ndani yako. Angalia kusoma. Akasema, Bwana, kumbuka haya na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli kwa moyo kamilifu, na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambia Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako. Ukisikia tunatubu dhambi za baba, tunasiri. Sikilizaga tu injili nyepesi, ila ngumu ndo zinatuvusha. Kamwambie kwa sababu ya kiti cha enzi cha baba yake Daudi, sio kwa sababu ya maombi yake. Maombi ameyasikia, ila Mungu anapatiliza kwenye kizazi. Ukisikia tunaanguka magotini, samehe dhambi za waliotutangulia, tuna maana. Samehe dhambi ya baba na mama yangu, tuna maana. Katika mambo magumu, Mungu anapatiliza uovu wa baba. Anapatiliza uovu wa baba. Kwani ilichoinuliwa ni mauti. Omba uombavyo. Kuna watu wamekufa kwa sababu ya dhambi za wazazi. Kabisa. Wamekufa. Si kwamba Mungu ameshindwa kusikia, ila akiangalia ni nimewapatiliza wana maovu ya baba zao, na yeye ameenda katika hilo hilo. Ndio kusoma mtu anyelewe pale, anasemaje? Enenda ukamwambia Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi sio Hezekia baba yako. Bwana Mungu wa Daudi sio Hezekia. Wewe unasema una Mungu, ila Mungu anasema no, mimi sio Mungu wa Hezekia, ni Mungu wa Daudi baba yako. Ninakujibu kwa sababu mimi ni Mungu wa Daudi baba yako. Sio nakujibu kwa sababu umenitafuta. Mungu wa Daudi baba yako. Baba yako ametenda mazuri mangapi? Ni kwa sababu tunaishi, kwa sababu tuna neema hizi, ndio neema juu ya neema. Amen. Haleluya. Amen. Lakini hiyo neema isikudanganye. Siku shtaka likisimama na haujaitubu, utoke hapo. Yaani kuna injili nyepesi wani nazisikiliza mpaka anasema my God, watu wavuke hapa. Hapa. Oh,
safi za mababa na mababu zako. Na wakati ukiisha okoka wewe ni kila ukiingia ibada wewe ni kuomba rehema. Kwa hiyo wewe kila leo unatenda dhambi. Injili nyepesi. Hivi katika kutembea katika ubinadamu wako umewaza mangapi? Kinywa chako kimezungumza mangapi? Umekanyaga engo zipi? Mungu ni mtakatifu. Makosa mangapi baba yangu ameyafanya yanayomtosha shetani kujinua akaandika nyaraka milioni ananishtaki juu ya kufanikiwa Joram, juu ya ndoa Joram, juu ya hatua Joram, juu ya huduma mangapi ambayo baba ameyakosa, shetani anaweza kunishtaki nayo. Yaani kazi ya shetani ni kuchomoa nyaraka. Bwana tazama, Bwana tazama, Bwana mangapi ameyafanya. Kwa kila hatua tunayopiga, Baba ni rehemu. Yale makosa ya baba yasinizuilie, yale makosa ya mama yasinifunge, maana wewe ni Bwana Mungu wa baba. Unafikiria Ezekia alikuwa hajatubu, lakini siku alipotubu, alitubu kwa ajili ya nini? Katika ufalme unafikiria kwa anatubu, lakini alitubu kwa ajili ya mauti. Kwa maana tukisema tunaomba baraka tunatubu, tunaomba tunatubu, maana ziko baraka baba yako ndio alisababisha kukukosesha. Ezekia anatubu kwa ajili ya nini? Mauti. Alafu Master Jesus, Bwana anasema hivi, kama ndiye nabii, peleka message ya pili. Kama ndiye hivi Ezekia, mimi Mungu wa baba yake Daudi. Maombi ya Ezekia yanasema, tazama nilivyokwenda kwa haki mbele zako. Alafu message inakuja hivi, kamwambia Ezekia, Bwana wa baba yake asema hivi. Kwa hiyo alipoyasikiliza maombi, Mungu akaanza kuchunguza mwenendo wa baba, akakuta nina agano na baba yake. Kwa hiyo na huyu anastahili msamaha, anastahili kuishi bonus. Rehema ijue kupindua mambo. Tumia rehema kupindua mambo. Amen. Asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako. Mimi nimeyasikia maombi. Nimeyaona machozi yako. Na machozi nimeyaona. Tazama. Nitaziongeza siku zako. Nitaziongeza siku. Kiasi cha miaka 15. Maombi kayasikia na machozi kayasikia, ila Mungu sio Ezekia wa Daudi. Miungu aliyoiabudu baba zako inakufahamu. Ndio maana ukianza kuomba mafanikio, mizimu inaamka. Na kama hilo shtaka haujalitubia, ina right ya kukufuatilia, afu Mungu akakutazama. Maana ndani yako una ufahamu zilidi. Haleluya. Amen. Juu ya akili, nafsi na moyo. Acha nijaribu kukuonyesha kitu hapa very important kwenye kitabu cha Mithali 14 mstari wa 23 kama sijakosea. Nimsaidie mtu mmoja. Biblia inasemaje? Katika kila kazi mna faida. Mithali 14 mstari wa 23. Nikusaidie ili utoke kwenye hiyo geuza matokeo. Anasema katika kila kazi mna faida. Bali maneno ya midomo huleta hasara tu. Anasema neno Bwana. Biblia tamu kweli kifahamu.
Katika kila kazi kuna faida. 3D. Akili ya Mkristo katika kuamini inasemaje? 3D. Moyo unasemaje juu ya kazi unayofanya? Imani inazungumza nini juu ya matokeo unayoyapata? Juu ya kila kazi unayoifanya kuna faida. Kama una faida, kuna nguvu ya Roho inazilia faida. Ndani ya faida, kazi ya faida ni kuongezeka. Faida ni nini? Ni kitu ambacho unakusanya kinakuwa extra, kinachokuruhusu kuongezeka katika engo nyingine. Ukifanya biashara bila faida haukui. Ukifanya kazi bila faida hauongezeki. Shawahi kusikia watu wanasema mshahara wangu unaishia kwenye nauli, hawezi kuongezeka, maana hana faida ya kazi anayoifanya. Ili afanikiwe ni lazima vitu vyote aishi kwavyo, alafu pesa ibaki, faida. Sasa Mungu anakutazama, anasema hivi, katika kila kazi ya mwanadamu kuna faida. Akili ya mwanadamu inasemaje? Uwezo wa kutengeneza faida katika kazi unayoifanya, uwezo wa kutengeneza faida kwenye biashara unayoifanya. 3D. Mengine yanahitaji nguvu ya Roho, yanahitaji akili. Hapo ulipo kuna faida. Hapo ulipo unaweza ukatoka na hasara. Kama 3D yako inakataa, unaweza ukatoka na hasara. Kama 3D yako, nafsi, akili na roho zina operate pamoja, hauwezi ukabaki wa kawaida, maana utakuwa unaikataa hasara ya rohoni, unakataa hasara ya mwilini, unatafuta matokeo, result ya rohoni, result ya akili, kuleta matokeo mwilini ya kustawi. Ustawi wako wa maisha ukoje? Sawa na wa kiroho? Cheki akili. Kama rohoni umefanikiwa, cheki akili. Narudia tena. Kama una uhakika rohoni umefanikiwa, angalia akili. Akili yako inakusaidia kugeuza matokeo, kusema yes au no. Iko ndani ya akili. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sema nakataa. Nakataa. Chochote kile. Chochote kile. Shetani amekiinua. Juu ya maisha yangu. Juu ya maisha yangu. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu. Nisaidie sasa. Nisaidie sasa. Uweza wa nguvu zako. Na yageuza kila yaliyoinuliwa. Sema amen. Hebu inuka sasa, twende tukageuze. Nimekufundisha, nataka tuombe dakika 5 za kuomba. Dakika 5 za kuomba. Nataka uombe mwenyewe kama Ezekia. Kama Ezekia. Usema Bwana niko hapa. Bwana niko hapa. Na yatazama. Na ninayageukia. Kila mabaya yaliyoinuliwa juu ya maisha yangu. Na yakataa. Aibu, mauti, uharibifu, umaskini, mikwamo, nakataa katika jina la Yesu. Nageuza matokeo yao kwenye malango yao, kwenye ardhi yao, kwenye maisha yao. Ninayakataa matokeo ya kiroho juu ya nguvu za giza, matokeo ya kipepo juu ya maisha yao, matokeo ya uchawi juu ya maisha yao, katika jina la Yesu. Na kwenda kama Ezekia, nakataa mabaya, nakataa mauti. Bwana, siku ya leo nisikie tena katika jina la Yesu, kwa msaada wa nguvu za Yesu Kristo. Nakataa
yaliyoinuliwa, yaliyoamliwa, giza lililotumwa, mabaya yaliyoinuliwa, uharibifu juu yangu, roho ya umaskini, roho ya ukiwa, roho ya mikwamo, katika jina la Yesu. Hebu nenda sasa ukataa, kataa. Geuza matokeo yao, geuza matokeo ya adui zako, geuza matokeo. Nenda kama Hezekia, yatazame kama Musa, katika jina la Yesu aliye hai. Mwambie Bwana, ninayatazama sasa yale maono ambayo ulinipa, zile habari njema ulizonipa katika ulimwengu wa roho, habari ya kuinuliwa, habari ya kustawi, habari ya kupenya. Ninakuja kwa jina lako, Yesu Kristo. Nina habari leo, habari njema ambazo umenipa, ninazidai, ninazigeuza zinifate. Mabaya nakataa, mabaya nakataa, na moa mapando yao, moa yaliyopandwa, yanayomea. Hebu moa adui aliyopanda kwenye maisha yangu katika jina la Yesu Kristo. Nakataa leo, na ngoa roho ya maskini, na ngoa roho ya kuwataliwa, na ngoa roho ya aibu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Niondoke kwa jina la Yesu. Yes. Niondoke kwenye kazi yangu, Yes. kwenye biashara yangu, Yes. niondoke kwenye ndoa yangu. Yes. Katika jina la Yesu. Yes. Katika jina la Yesu. Yes. Geuza matokeo yao. Geuza. 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 Waliozika pindua leo, pindua leo. Walipozika pindua, walipoweka giza peleka nuru, katika jina la Yesu aliye hai. Waliozika leo yazikuliwe, matokeo ya makaburi iliyopindua, katika jina la Yesu aliye hai. Kila walipozika makaburini, hizo ndoto za makaburini, pindua matokeo ya mauti, pindua matokeo ya giza, ndoto za makaburini zinazoharibu hatima, zinazoua ndoa, zinazoua kibali, zinazoua huduma yako. Hayo madhabahu, matokeo ya madhabahu ya kipepo, ya kichawi, pindua matokeo yao, yasisimame juu yako. Nenda kama Hezekia, katika jina la Yesu aliye hai. Uwe kama Hezekia, katika jina la Yesu. Hayo matokeo mabaya pindua leo, yanayokaa juu ya maisha yako, yanayoziwia, yanayoharibu juu ya ubinti wako, juu ya ujana wako, juu ya famili, juu ya tumbo la mama yako, juu ya baba yako, kilichopandwa, kilichotengenezwa, kinacholeta matokeo, katika jina la Yesu. Pindua, geuza. Kwa jina la Yesu Kristo, nageuza mabaya yao, nageuza mapando yao, waliopanda kwenye kazi yangu, waliopanda kwenye ndoa yangu, leo nayageuza kwa jina la Yesu. Yes. Kwa jina la Yesu Kristo, nayageuza yaliyonenwa kwa vinywa vyao, nayageuza katika jina la Yesu. Pindua. Jina la Yesu, nayapindua. Pindua. Pindua matokeo yao, pindua matokeo ya kiroho, pindua, yageuze leo. Kila wanayokusudia juu yako, katika jina la Yesu, yaliyokusudiwa kazini kwako, matokeo ya washirikina, matokeo yanayokuchukia, matokeo ya wasiokupenda, walipokaa vikao, walipopanga mashauri, katika jina la Yesu. Geuka kama Daudi, mwambie nitayatazama, nini maana ya tatizo hili, nini maana ya baraka hizi, nini maana ya ndoto hii. Pindua leo, mwambie Baba, napindua, nataka nikusikie, nataka nione neema yako, nataka nisiishi baraka, niishi neema yako. Nakataa matokeo ya masikini niliyoyapokea juu ya ndoto. Nataka niwe kama mtumishi wako Daudi leo, kama uzao wake. Nakuja leo kama Samueli, nakuja leo kama Yusufu, nakuja leo kwa jina la Yesu aliye hai. Pea